Like video hii alafu subscribe. Kabla ni kujuze yote, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Sura ya mapambano ya kisiasa na kidiplomasia nchini Tanzania imechukua mwelekeo mpya na wa kihistoria, huku jina la Tundu Antipas Lissu likizidi kurindima katika kuta za mamlaka kuu duniani. Wakati mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiendelea kusalia nyuma ya nondo za gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, mtoto wake wa kiume anayefahamika kwa jina la Agostino Tundu Lissu ameibuka rasmi na kubeba kijiti cha ushahidi hadi ndani ya kuta za bunge la Congress na Seneti ya Marekani. Hatua hii ya mtoto huyo wa Tundu Antipas Lissu inakuja sambamba na tukio jingine zito la kidiplomasia ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mabunge Duniani yani IPU anayefahamika kwa jina la Martin Chungong ametinga gerezani kumtembelea Tundu Lissu ili kufuatilia faili la matukio yake ya nyuma. Mstari mpya wa ushawishi wa kimataifa umefunguka mjini Washington DC huko Marekani baada ya kijana Agostino Tundu Lissu, mtoto wa kiume wa Tundu Lissu, kutoa baraka zake kusambazwa kwa picha na taarifa za ushiriki wake katika safari ya utetezi na ushawishi nchini Marekani. Agostino Tundu Lissu ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu anayesomea sayansi ya siasa alijumuika na wanaharakati wa haki za binadamu kutembelea ofisi za maseneta na wabunge wa Congress huko Marekani ili kueleza kwa kina masaibu yanayoikabili familia yake, hasa baba yake ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Kishule na kitaaluma, ushuhuda wa Agostino Polepole ulikuwa na nguvu kubwa kwa sababu hakuzungumza kama mwanasiasa anayetafuta kura, bali alizungumza kama mtoto wa kiume aliyekuwa katika kivuli cha vurugu, majeraha, ukimbizi na vifungo vya kisiasa vya baba yake. Moja ya nukuu zilizogusa mioyo ya waliohudhuria mikutano hiyo na kuwatoa machozi watetezi wa haki za binadamu ni pale ambapo kijana huyo aliposema, na nukuu, "Sijawahi kupata nafasi ya kucheza michezo ya kushikana au kurushiana mpira na baba yangu kwa sababu mkono wake hauwezi kunyooka kikamilifu tena kutokana na majeraha ya risasi. Nilichokijua katika maisha yote ya utu uzima wa baba yangu ni kwamba amekuwa akipigania kile anachoamini ni sawa na amekuwa akipewa adhabu kwa ajili hiyo." Mwisho wa kunukuu maneno yaliyozungumzwa na mtoto ama kijana wa Tundu Antipas Lissu anayefahamika kwa jina la Agostino Tundu Lissu. Ushuhuda huo umebainisha ukweli mchungu wa jinsi utengano wa kifamilia yani family separation unavyoacha makovu makubwa ya kisaikolojia kwa watoto wa wanasiasa nchini, huku kukiwa na hofu kubwa juu ya afya ya Tundu Lissu na kukosa kwake fursa ya kufanya check-up za matibabu yake ya kila mara. Wakati sauti ya Agostino Tundu Lissu Young Lissu ikitikisa nchini Marekani, huku nyumbani Tanzania dhoruba nyingine ya kidiplomasia imekuwa inatokea ndani ya gereza la Ukonga lililopo jijini Dar es Salaam. Mnamo tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2026, katibu mkuu wa Umoja wa Mabunge Duniani yani IPU anayefahamika kwa jina la Martin Chungong alifanya ziara ya kihistoria na ya kipekee gerezani hapo kumtembelea Tundu Antipas Lissu. Umoja wa Mabunge Duniani yani IPU umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana kesi na matukio yanayowakabili wabunge na viongozi wa zamani wa mabunge kote duniani, hususan wale waliokabiliwa na changamoto za kisheria na kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ziara ya Chungong ilikuwa na lengo maalum la kufuatilia maendeleo ya uchunguzi wa shambulio la risasi la Septemba 7 mwaka 2017 ambapo Tundu Lissu alishambuliwa kwa zaidi ya risasi 30 na kufumaniwa kupona baada ya risasi 16 kutolewa mwilini mwake. Ajenda kuu za mazungumzo kati ya Tundu Lissu na katibu mkuu wa IPU, moja ni ukosefu wa uchunguzi wa ndani. Lissu alimueleza Chungong kuwa hadi kufikia sasa, miaka kadhaa baada ya tukio la mwaka 2017, hakuna uchunguzi wa kina na wa kuridhisha uliofanyika nchini. 2. Kutochukuliwa hatua. Kulalamikia hatua hafifu za mamlaka za usalama katika kuwabaini na kuwawajibisha wahusika wa shambulio lile
lililotishia uhai wake. Na tatu, wito kwa jumuiya ya kimataifa. Tundu Lissu alisisitiza wito wake kwa mataifa ya nje na taasisi za kimataifa kuweka shinikizo ili kuifanya serikali ya Tanzania iwajibike ipasavyo. Tukitazama sakata hili kupitia jicho la kiufafanuzi na kitaaluma, tunatambua uwepo wa mikakati miwili mikubwa inayokwenda kwa pamoja, yani coordinated advocacy strategy. Kesi ya Tundu Lissu sasa hivi haipigwi tu ndani ya mahakama za ndani za Tanzania, bali inajadiliwa katika majukwaa makuu mawili ya kimataifa. Ushawishi wa kisiasa nchini Marekani kupitia mtoto wake Agostino na ushawishi wa kibunge duniani kupitia taasisi ya IPU. Hatua ya katibu mkuu wa IPU kuruhusiwa kuingia gerezani kumtembelea Tundu Lissu inaashiria kuwa serikali ya Tanzania kwa kiasi fulani inatambua umuhimu wa diplomasia ya kimataifa na inajaribu kuonesha uwazi, yani transparency, kwa kuruhusu viongozi wa kimataifa kuonana na mfungwa huyo wa kisiasa. Hata hivyo, malalamiko ya Tundu Lissu kuwa shambulio lake la mwaka 2017 halijawahi kuchunguzwa ipasavyo yanazidi kuweka doa kwenye mfumo wa usalama na utawala wa sheria nchini, jambo ambalo linatumiwa na mataifa ya nje kama kigezo cha kuweka masharti ya misaada, kama tulivyoshuhudia hivi karibuni kwenye mivutano ya bunge la Umoja wa Ulaya. Harakati mpya zilizoanzishwa na kijana Agostino Tundu Lissu kule Washington DC, Marekani, zinasimama kama ukumbusho mzito kuwa nyuma ya pazia la siasa, migogoro na vyama kuna maisha halisi ya kibinadamu yanayoathirika. Suala la utawala wa sheria, haki ya kusikilizwa na kupata matibabu sahihi kwa kila mfungwa halipaswi kuangaliwa kwa itikadi za kisiasa, bali linapaswa kuangaliwa kwa jicho la utu na haki za kimsingi za binadamu. Wakati katibu mkuu wa IPU akiondoka Ukonga na majawabu yake Agostino akimaliza kutoa ushuhuda wake Marekani, taifa la Tanzania linabaki katika mtihani mkubwa wa jinsi ya kusawazisha usalama wa ndani, utawala wa sheria na taswira yake mbele ya jumuiya za kimataifa. Diplomasia ya kweli inahitaji majawabu ya wazi, na amani ya kweli inajengwa pale ambapo haki inatendeka na kuonekana ikitendeka. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, wewe kwako ni upi mtazamo wako na yapi maoni yako juu ya ushuhuda huu wa kihisia uliotolewa na mtoto wa Tundu Lissu, Agostino Tundu Lissu, huko nchini Marekani? Na unaonaje hatua ya katibu mkuu wa IPU kumtembelea Tundu Lissu gerezani Ukonga? Je, itasaidia kuleta mabadiliko yoyote katika kesi yake na uchunguzi wa tukio la mwaka 2017? Funguka mawazo yako ya kiungwana hapo chini kwenye upande wa comment, lakini pia hakikisha kwamba una like video hii na kushare ili kusudi iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Hakikisha unaendelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi. Hii hapa